bila mazoezi ya kutosha. Wametoka kucheza mechi Jumapili. Kurudi lazima ilikuwa huku bara ni Jumatatu. Alafu ukiangalia ratiba ilivyo lazima wacheze leo kwa sababu kanuni zinataka timu icheze baada ya saa 72. Kwa hiyo unachukua muda kutoka mara mwisho walipocheza mpaka leo, unaona saa 72 zimepatikana. Isipokuwa athari kwa timu, lakini pia kuna vitu ambavyo mimi kama Simba sioni kama ni sababu kubwa sana kwao. Cha kwanza, inawezekana ikawaathiri kwa sababu hawajapata muda mrefu wa kuipitia Singida kujiandaa nayo. Inawezekana hicho kikao wakakaa leo wachezaji na benchi la ufundi. Lakini kiuhalisia imewaafect kwa sababu walitakiwa wapate angalau siku mbili. Siku moja walitakiwa kurecover kwa sababu mechi yao wametoka kucheza Zanzibar hapo na ilikuwa mechi yenye intensity kubwa. Walipaswa kupewa siku moja kupumzika ili waweze kufanya recovery. Siku ya pili wangeingia kufanya mazoezi ya mwisho, alafu leo itakuwa kwa siku ya mechi. Kwa hiyo na mimi kwangu Simba naamini kwa daraja walofika na kwa sababu tuko mwisho wa msimu, haiwezi pia ikawa ni excuse kubwa au ikitokea lao wamepoteza. Mimi sioni kama kinafaa kwa kichaka cha kujifichia hapo, kwa sababu msimu unavyokwenda tunaelekea mwishoni, alafu hatuwezi kubadilisha tarehe wakati Simba na mechi nyingine FA baada ya leo ambao pia anatakiwa asafiri kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo kiuhalisia kwa daraja walofikia Simba, mimi kwangu naamini inawezekana waliporudi Jumatatu pamoja na jana ilikuwa ni siku za kufanya recovery passe, kwa sababu wachezaji walikuwa wanatakiwa kuwa fresh wanapoingia kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo mimi sioni kama ni excuse ikitokea mfano Simba akafungwa na Singida au haja perform vizuri. Kwangu si hesabu kwamba inaweza kuwa excuse hiyo, kwa sababu Simba ametoka kucheza Jumapili, hajapata muda wa kutosha. Warm pia leo atakayofanya uwanjani ndio itakayowabusu wachezaji kuingia kwenye mchezo. Na unaenda kwenye mechi, warm up huwa tuna spend almost nusu saa mpaka dakika 45 kufanya warm up. Itategemea wao Simba mwalimu ameweka program ya warm up yao tume dakika 30 au dakika 45, lakini mimi naamini zitawatosha, kwa sababu haiwezekani Simba uniambie pengine angepewa hata siku 4 za kujiandaa mechi dhidi ya Singida ndio angebadilisha kitu akaja na kitu kipya. Haiwezekani. Simba yuko mwisho wa msimu, na kawaida inapofika mwisho huwa tunatumia kile tulichokitengeneza tangia msimu umeresume pale katikati ya msimu kuja huku. Tulipoingia ligi kwenye raundi ya pili timu zilitoka kwenye mapumziko, kwa hiyo pale tunaamini ulitengeneza kitu ambacho kina impact mpaka leo hii unapokuja kumaliza msimu. Ni kama mwanafunzi tu useme kwamba bwana huyu ameshindwa kufanya vizuri kwa sababu siku ya mtihani ya kujisomea, wakati alikuwa na mwaka mzima alikuwa amejiandaa. Ndio Simba ambaye msimu mzima amekuwa na maandalizi makubwa. Haiwezekani siku moja ikamuaffect ashindwe kupata matokeo mbele ya Singida. Kacheza mechi 4 wiki mbili zilizopita na alipata matokeo kwenye mechi zote. Zilikuwa back to back. Kwenye mfumo kama huo baada ya saa 72 wanacheza mechi. Kwa mimi kwangu sioni ikitokea leo Simba amefungwa basi kisingizio kiwa kupata muda wa kutosha wa kujiandaa. Kwa level of Simba hiyo ipaswa kwa kisingizio. Unafikiri Simba hawana kikosi kipana hivyo? Wakati wanacheza na Berkane ina maana walitumia nguvu 99.9 za kukabiliana naye na kusahau wana michuano mingine, na mimi nafikiri hapo ni kuongezea swali. Ina maana Fadlu ubora wake wa kuongoza kikosi umeishia hapo? It's very obvious kwamba Simba hawana kikosi kipana. Unaweza ukawa na idadi nzuri ya wachezaji lakini usiwaweke kwenye level ya kikosi kipana. Kwa maana ya kwamba ya kikosi kipana ni wachezaji ambao unaweza ukawa trust kwenye mechi yoyote, na mchezaji ambaye yuko ndani ya kiwanja ukija kulinganisha na mchezaji ambaye anakuja kuingia, iwe level si tofauti kubwa. Ukitazama Simba kipindi wanakwenda kwenye michezo ya vipora ambao wamekwenda kuicheza, walikuwa mwalimu alijaribu kufanya rotation kubwa, lakini mchezo wa kwanza tu ulitosha kumuonesha kwamba hana kikosi kipana kiasi hicho. Kwa maana ya kwamba mchezo dhidi ya Mashujaa alibadilisha kikosi kwa kiasi kikubwa
na timu haikuweza kufanya vizuri, ilibidi sasa aweze kurejea kwenye mfumo wake wa kawaida, kwa maana ya kwamba kutumia aina ile ya wachezaji ambao amekuwa akiwatumia kila siku. Hiyo inakupa picha ya kwamba hana kikosi ambacho yeye kinamridhisha. Ukija ukatazama na kwenye michezo dhidi ya Berkane, it's quite the same players, yani wamecheza wachezaji wale kama ambavyo imezoeleka, kwa maana ya kwamba mwalimu anashindwa kuwa na options. Unaweza kuona kuna wachezaji ambao wako nje lakini ana sababu zake kutoa believe. Kwa mfano Mavambo, kuna quality ambayo unaweza kaamini kwamba anaionyesha, lakini unaona mwalimu amwamini, ina maana kuna kitu hampi. Unakuja unatazama Okejefa, unaweza kuona kwamba kuna kitu anaweza akawa anakionyesha, lakini ukiona hadi mwalimu hamwamini kumpa nafasi, it means kuna kitu ambacho hakifikii. Akijaribu kucompare kuna labda Mzamiru Yasin amekuwa bora kwa kipindi kirefu, inawezekana ubora wake ule umepotea. Kuna sorts of Kijili Chasambi alikuwa anapata nafasi, lakini sasa hivi hata kwenye mechi za kirafiki, kwenye mechi hizi za kukamilisha wakati wanacheza mechi za viporo, alikuwa anapata dakika chache kweli. Hiyo ukirotate unapata picha kwamba Simba bado hawana kikosi kipana kiasi hicho. Ndio maana wanarejea, kama angekuwa na kikosi kipana, it means wangekuwa na uhakika kwamba tumekuwa tuna mchezo mgumu, si ndio, ambao umepita dhidi ya Berkane. Tunakwenda kwenye mchezo mwingine ambao ni mgumu, lakini na wachezaji ambao ni wazuri, na sio kila mchezaji alipata nafasi ya kucheza. Then of course wale waliosalia niweze kuwatumia waweze kuja kunipa kitu kwenye mchezo dhidi ya Singida, lakini mwalimu akaona kabisa kwamba it's better timu nzima tu, yani timu nzima imechoka, wakati kuna wachezaji ambao wakupata nafasi ya kucheza. Inakupa picha kwamba hana trust kabisa na wachezaji wengine waliosalia. Then wao usiseme kwamba bado timu inahitaji kuongeza idadi ya wachezaji ambao wanaweza kuwa bora, aliye bench na anayekuja kuingia. Then kuelekea uwezo wa mwalimu Fadlu, naamini uwezo wake ni mkubwa sana wa kuweza kufundisha. Kati ya walimu ambao wameniimpress kwenye msimu huu ni pamoja na Fadlu, lakini siku zote ubora wako lazima uendane na rasilimali ulizokuwa nazo. Tunarejea pale. Mwalimu amekuwa akilazimika kurotate na kikosi kile kwa wakati wote. Sasa ameona kabisa kwamba akitazama program zake kuelekea mchezo dhidi ya Singida, kwenye hali ya wachezaji ambao alokuwa nao, na anataka atumie wale. It's of course kwamba anataka amtumie Mpanzu yule, amtumie Kibu yule, almost kikosi kizima akitumie kile. Then analotate, anaona mbona sasa wamefanya kazi kubwa. Kama angekuwa na wachezaji wengine, angeweza kusema okay, hao watafanya mazoezi mepesi ambao wametoka kwenye kazi ngumu, then hawa ambao hawajapata nafasi kucheza, because I trust them, nitawapa program na watakwenda kuifanyia kazi kwenye mchezo dhidi ya Singida. Lakini unaona kabisa kwamba amekosa mpaka program. Ukiona timu haijafanya mazoezi, it means mwalimu ameridhia na amekuwa hana program ya moja kwa moja kwenda kufanya nao wachezaji. It means hajaridhika na kikosi kwa ujumla wake, anaridhika tu na wachezaji baadhi. Kwa hiyo ni alert kwa Simba Sports Club kwamba kuelekea msimu ujao bado watakuwa na michuano mingi, bado watakuwa na ins and outs, and wanataka kufanya vizuri. It means wataendelea kustick kwenye michuano mikubwa kwa muda mrefu. Hiyo inakupa picha kwamba kuna reshuffle kubwa ambaye bado wanahitaji kuifanya. Sawa, tumsikilize Ahmed. Kati ya Simba na Singida hauwezi kuwa rahisi hata siku moja. Pengine huenda hichi kinachozungumzwa ikawa ni tofauti kabisa. LG na kuna kichwa tena shida, nataka kukataa. Lakini vyote vinawezekana. Unajua kwenye uhalisia walitoka kwenye mechi ambayo waliwekeza sana. Walivyorudi inategemea kocha aliwahurumia kiasi gani. Kuna kitu tumezungumza hapa choni kwamba kama kocha anachezaji mwingine na wachezaji ambao angekuwa na kikosi ambacho sana vikosi viwili, ana kikosi chake cha kwanza, lakini wachezaji kikosi B au ambao wao wapata nafasi ambao wana uwezo ambao unawiana au unakaribiana na wale ambao huwa wanaanza, huenda akawapa program mbili tofauti. Kwa hiyo sio kwamba kiuhalisia kabisa, sidhani kama kocha inawezekana akawa wamemaliza mechi Jumapili, Jumatatu asubuhi hawajastua hata mwili kidogo, wakaanza safari wakarudi, Jumatatu jioni hawajafanya chochote, Jumanne jana siku nzima bado mapumziko hawajafanya chochote. Sitaki kuamini kama labda hawakufanya maandalizi ya kutosha kama ambavyo walitamani. Lakini lazima kuna recovery walifanya, kwa sababu pia hiyo ni kwa ajili ya usalama wa wachezaji. Lakini pia lazima walishajua wakati wanacheza finali, walikuwa wanajua kwamba siku 3 mbele tutakuwa na mechi. Kwa hiyo lazima kwenye mpango waliiweka, na kama hawakuwa wameiweka, hilo sio swala la kutia huruma mbele ya mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo mimi naamini kipo ambacho wamejiandaa nacho kwenye hii mechi. Haya mengine yote pengine yanasemwa kama sehemu ya kutengeneza taswira ya mechi ikitokea tofauti. Wanawaandaa watu wao. Sijakuelewa. Upete. Alugendo nataka kusema Ahmed anawaandaa watu wao. Kwamba likitokea la kutokea
yai likapasuka pabaya. Kwamba mashabiki wanaandaliwa mapema? Ndio anachosema Lugendo. Kama nimemwelewa vizuri. Nimefanya uchambuzi wa kauli ya Peter Lugendo. Sawa. Kuna athari za timu kuto kufanya mazoezi yake binafsi. Platinum vipi? Choni nenda kawajibika hapa. Tutakuja kutoa kitu cha kufa mtu hapa. Wakati tunaendelea kuzungumza ni vyema pia tukakumbuka kwamba Simba ni taasisi ambayo ina kundi kubwa sana la wachezaji. Inawezekana mwalimu hana imani kubwa sana na aina ya watu waliokuwepo, lakini pia ukikumbuka kwamba wametoka kwenye mchezo mkubwa sana, na mimi nafikiri kitu pekee ambacho naweza nikawa na question ama naweza nikawa na baki na maswali mengi ni namna gani ambavyo mwalimu Fadlu atakuwa anatambua wachezaji wake, namna ya kuwarotate kulingana na mazingira, lakini pia namna gani ambavyo mechi ya finali kwa waliichukua. Kama waliichukua wakaenda down, basi kuna athari ambayo itajitokeza ya kiufundi hasa kwenye mchezo huu. Lakini kama wachezaji walichukua positive kwamba it's okay, football imeamua, sometimes shits zinatokea kwenye mpira wa miguu, wakanyanyua vichwa, wanaweza kucheza kwa ubora ule ule. Kumbuke ukweli usiopingika ni kwamba mchezaji ambaye anakaa benchi Simba anaweza kwenda Singida kushindania namba. Yani leo ukimchukua kwa mfano Chasambi, akifika pale Singida anacheza vizuri tu, anaweza kacheza bila hata tatizo. Kuna watu kama kina Muzamiru Yasini hawajaonekana kwa muda mrefu, lakini wapo kwenye timu na ameshapona, yupo full. Nafikiri anaweza kawa anaingia kikosini. Kuna mtu kama Aishi Manula hajacheza mechi nyingi, Ali Salim pia hajacheza mechi nyingi. Kuna Debora Mavambo hajacheza dakika nyingi pia. Mwalimu anaweza kurotate kikosi kwa namna yote. Nafikiri sehemu ambayo itampa ugumu ni kwenye safu ya ulinzi tu. Lakini huku kwingine Ateba na Mkwala wana tofauti gani? Yani ukija kwenye football aspect kwamba unatazama kiufundi mmoja baada ya mwingine, tofauti zao ni ndogo ndogo sana, lakini vitu vingi wanaelekeana. Kwa hiyo game plan ya mwalimu haiwezi kuathirika sana eti kwa sababu leo imemkosa Mkwala na ama imemkosa Ateba, bado itabaki kwenye mizania yake ile ile. Kwa hiyo wachezaji ambao hawapati nafasi hivyo wa Simba sio kama ni wabaya hivyo, wamekuwa na changamoto zao wanapopata game time. Ni kwa sababu pia wakati mwingine bench warmers pia wanapata hicho kitete, lakini bado naendelea kuamini kwamba Simba anaweza kafanya rotation nzuri tu, japo haiwezi kuwa 100%, lakini wachezaji ambao wanakaa nje wana uwezo wa kucheza mechi zetu, hasa kwa kuzingatia kwamba ligi yetu intensity yake sio hiyo, speed yake sio hiyo, na wala hatuna watu wengi ambao wanaweza kaifanya mechi kawa ngumu hivyo. Kuna mazingira mengi ambayo ni favorable kwa Simba kushinda kuliko kwa Singida Black Stars. Nitakupa mfano mwepesi tu wa kiufundi. Kuna goli ambalo Simba alifungwa na RSP Berkane mchezo ule wa kwanza, goli la pili. Watu wengi wanalaumu pasi ya Musa Kamara, lakini kama umefuatilia kwenye ligi kuu, Musa Kamara anazicheza nyingi sana, nyingi mno, na inawezekana ana confidence ya kufanya vile kwa sababu kwenye ligi huwa haoni kileta madhara. Lakini kule nini kilichotokea? Amekutana na mchezaji ambaye ana uwezo wa kuanticipate kwa usahihi kwamba okay, huyu akipiga pasi pale, mimi nikipress kwa nguvu ule mpira anaenda kuchukua. Wachezaji wetu sisi, ukiona kipa na miliki mpira kwenye eneo lake, wao huwa wanakuwa kwenye mstari wa katikati na kurudi nyuma, lakini wachache ambao wanafika kufanya tight pressing kwenye eneo lile, kwa sababu wengi huwa wanalikimbia wakiamini kwamba nikienda pale nitapunguza idadi yetu tunauzuia huku nyuma. Na hii tunacheza dhidi ya Simba muda wote anaweza katudhuru. Hakuna mtu ambaye anakuwa ana confidence ya kwenda kusogea pale. Kwa hiyo ukifanya reference ya matukio yote ya kilichotokea, ukaja ukafanya comparison to the league ambayo tunacheza, ambayo Simba anashiriki, huoni sababu yoyote ambayo itamfanya Simba akawa ana stress kwamba anachezaje dhidi ya Singida Black Stars. Nafikiri bado Singida anakuwa kwenye upande wa stress kuliko Simba Sports. Sawa. Wakati tunamsikiliza Upeti hapa, Ahmed Ally pia amezungumza hali za wachezaji. Na kama nakumbuka Hamza alikuwa ni mgonjwa tangi yuko Morocco. Na nini kinamsumbua huyu hapa Ahmed Ally?
Jambo zuri la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba hatuna mchezaji mwenye majeraha. Wachezaji wetu wote wako vizuri na wako tayari kwenda kuitumikia Simba katika mchezo. Abdulrazak Hamza anaendelea vizuri na hakuwa na majeraha, alikuwa anaumwa tangu mechi ya kwanza kule Berkane. Kabla mchezo alikuwa anaugua malaria, akatibiwa. Mechi ya pili bado afya yake ilikuwa haijakaa sawa sawa. Unajua homa kali ikikupiga uweze tu kupona na kuingia uwanjani moja kwa moja. Kwa hiyo imani ni kwamba hadi kufika kesho atakuwa ametengemaa kwa 100%. Nichukue nafasi hii kuwaalika wanasimba kutoka sehemu mbalimbali, twende tukawapongeze wachezaji wetu kwa kazi kubwa na heshima kubwa ambayo wametupa kutufikisha hatua ya fainali. Tumeiangalia fainali kwa pressure kubwa, lakini mechi hii dhidi ya Singida inawezekana ikawa ni mechi nzuri kwetu ya kukaa na kuwashangilia na kuwapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Sawa, Ahmed Ally amezungumza hapa kile ambacho kinaendelea kwa Abdulrazak Hamza na wachezaji wengine ambao wapo ndani ya timu juu ya hali zao za kiafya na kadhalika. Gift Choni ana mashaka sana. Na nini? Wakati anamsikiza Ahmed Ally, akawa anasikitika, kwa hiyo hapa hiyo anaweza wakapigwa Simba. Sasa sijui aliona nini kiufundi. Huyo ni Gift amezungumza. Gift? Kuna wewe ni kocha. Pengine kuna namna tuende kikocha sasa ili kulifunika hili. Kocha ukimkosa Hamza kuna hatari zaidi kwa Simba, ama kwa kumkosa Hamza katika mechi ya leo hatari ipo zaidi kwa Simba? Kwanza kuna vitu ambavyo nilikuwa navifikiria kichwani. Kuna kitu hapa pia nilimnongoneza mpaka Chisano tu najiuliza tu. Machi 8 Simba hawakucheza mchezo dhidi ya Young Africans. Sababu baada ya pale kwenye barua yao ni kwamba hawakupata nafasi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Na sasa hivi wenyewe kwenye press yao wanazungumza kwamba hawajafanya mazoezi lakini wako tayari kucheza dhidi ya timu yenye intensity kubwa. Nini tena? Yani tuweke kwenye mabano. Tuweke kwenye hiyo ishi hapo. Funga na fungua semi. Hiyo imebaki kwenye mabano, sasa wajiulize wao wenyewe. Bodi ya ligi wajitafakari na mpira wetu ujitafakari kwa tukio kama hilo. Namba 1. Namba 2, Simba hawajafanya mazoezi, wanakwenda kwenye mchezo ambao unahesabu hatima yao kuelekea ligi kuu Tanzania bara, si ndio? Ubingwa. Sasa ametoka kupoteza CAF Confederation Cup. Ikitokea Simba amedondosha alama, kuna ugumu wa Simba kuweza kudondepa gumu kwa sababu Simba quality yake ni kubwa. Yaani kule kwenye CAF Confederation Cup tulikuwa tunaona kabisa kwamba hapa anakwenda kukutana na mtu ambaye anaweza akawa na mzidi ubora, na hicho ndio kilichotokea. Lakini hapa anakwenda kukutana na mtu ambaye yeye Simba ni bora zaidi. Lakini kuna hayo mawili. La kwanza ni hilo kutokuwa na maandalizi ya mchezo. Yaani obviously ukikosa maandalizi ya mchezo, hata kama unakwenda kukutana na hizi timu tunaziita underdog, lazima kuna mtihani ambao utakutana nao. Namba 2, pressure. Simba watakuwa kwenye pressure kubwa. Yes, kukosekana kwa Hamza inaweza ikawa ni mtihani, lakini sio kiasi hicho, kwa sababu hata waliopata nafasi ya kucheza Chefendo Malone, Karabucha Mo, bado kuna kitu ambacho anaweza akakupa. Lakini hao ndo ambao hawajafanya mazoezi, hao ndo wana pressure kubwa kufuatia mchezo ambao umepita kwa kidogo. Sabaki hapo wakati unarudi tumsikie kwanza mdhamini wetu hapa ndani ya Bao la Asubuhi. Kirudi unamalizia hilo la pili kwa ukubwa zaidi. Mafanikio kwanza. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia kuhusiana na kukosekana kwa Hamza, kama endapo akikosekana, lakini kulingana na Ahmed Ally anaweza akacheza huo mchezo. Ni kuna pengo ambalo Simba wanalipata obviously kwa ubora ambao amekuwa akiuonesha hivi karibuni, na wachezaji ambao watapata nafasi ya kucheza sio kwamba si bora, kwa maana ya kwamba unamzungumzia Chefendo Malone yuko hapo, Karabucha Mo amekuwa na ubora mkubwa, lakini pia mwalimu ni ataopti kuendelea kutumia kuna Nouma pia kutokea pembeni, anaweza kaopti kuanza naye kumpumzisha moja wa wachezaji kati ya Mohamed Hussein au Kapombe, itadepende. Lakini pia nilimuona ni
Nilimwona Kameta pia naye akizungumza labda anaweza akapata nafasi, you never know, kwa sababu timu imekuwa na wachezaji wamekuwa na uchovu na ndo hao hawajaweza kufanya nini, kufanya mazoezi. Kwa hiyo mwalimu anaweza kaopt kuweza kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi. Hapo sasa ndo unapokuja kupata ukakasi, kwa sababu kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa Simba walikuwa wametoka kwenye mechi za kimataifa wakafanya mabadiliko makubwa ya kikosi ambayo hayakuweza kuwalipa na mchezo ukawa mgumu kweli kweli mpaka wanakwenda dakika za jioni. Dalili ilikuwa sio nzuri kwa upande wao, na hiko ndo kinaweza ikatokea na wanakwenda kukutana na timu ambayo ni bora zaidi, kwa maana ya kwamba Singida, faida kubwa tu ambayo au naweza nikasema hasara kubwa ambayo Singida wanayo, hawana match fitness, hawajawa na michezo mingi hapa katikati. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanaingia kujaribu kutafuta kufanya ball orientation, kumsoma mpinzani na kuanza kurejea kutafuta hali ya kiuchezaji, kwa sababu wamekuwa na muda mrefu bila kucheza. Hiyo ndio inaweza ikawa ni setback kwa upande wa Singida na ikawa pia ni faida kwa upande wa Simba, wakaitumia wakati watu wenzao wanaanza kujitafuta wao. Kumbuka match fitness wanayo, wamekuwa na mechi nyingi hapa na zenye intensity kubwa, kitu ambacho kinaweza kikawasaidia kufanya vizuri kwenye huo mchezo, lakini na quality tu. Kwa hiyo quality na namna ambavyo Simba wamekuwa na michezo mingi hapa karibuni ndio inaweza ikawabeba, lakini hili la kukosa kufanya mazoezi, hili la wachezaji kadhaa kukosekana, kutokuwepo kwenye mchezo Abdrazak Hamza, lakini pia pressure kubwa ambayo Simba wanayo inaweza kidogo ikawagharimu. Ndio maana nikawa nashtuka, kwa sababu kilichokuwa kinanishtua pia yani ulikuwa kwenye unapambania makombe matatu, si ndio? Yani uko kwenye race ya makombe matatu. Tayari la kwanza umelidondosha, unakwenda la pili ambalo na lenyewe, kwa sababu akidondosha hapa tayari kwenye hesabu bado anazidiwa alama moja na Young Africans, lakini Young Africans akitokea ameshinda mchezo wake it means atakuwa anamwacha alama 4, which is ni nyingi alama 4, na wakiendelea ina maana kama atakachohitaji yeye ni kushinda tu michezo yake. Kwa hiyo akishinda michezo yake kuna eneo ambalo Simba anaweza akapata mtihani na Young Africans akawa bingwa. Inakuwa ni obvious kwamba na yule amedondosha anakuwa amebakia na FA, which is not guaranteed. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa anawania makombe matatu ni sport anadondosha yote, which is inaweza ikashtua. Ndio hicho tu nilikuwa na kitafakari, imetokea Simba leo amedondosha alama, wataishi na maisha gani baada ya hapo? Mimi vyovyote itakavyokuwa Simba atakapomaliza ligi, whether amalize bingwa au amalize nafasi ya pili, Fadlu Davis ndio anastahili kwa kocha bora wa msimu wa ligi kuu ya Tanzania, kwa sababu kipima tangu ameichukua timu msimu huu, ameanza nayo msimu mpaka sasa. Nina appreciate Milude Hamdi ni kocha mzuri, lakini amekuja kwenye timu ambayo ndani ya msimu mmoja imehudumiwa na makocha watatu tofauti. Ukimwalinganisha na kocha kama Fadlu Davis ambaye yeye amekaa kwenye timu msimu mzima akaiongoza, kwa mfano mpaka sasa mechi 26 timu, yuko nafasi ya pili. Inashindikanaje yeye kuwa kocha bora wa msimu wakati kakusanya pointi nyingi kwenye ligi kuliko Milude Hamdi ambaye amekuja? Inawezekana Yanga mfano ikatokea amekuwa bingwa, haimaanishi Fadlu Davis hastahili kwa kocha bora wa msimu. Fadlu Davis ndio kocha bora wa msimu huu, yani inapaswa kuwa hivyo. Labda itokee kwa sababu ya mpira wetu wa Tanzania tunajua unavyoongozwa, inawezekana wakaamua kumpunguza, lakini Fadlu Davis ndio Fadlu Davis ndio kocha anastahili kwa kocha bora wa msimu. Ukiangalia mfano mechi ambazo uwiano tu, Milude Hamdi hajawa na mechi nyingi kwa sababu amekuja tayari ligi iko katikati. Fadlu kaanza mpaka anamaliza msimu. Hata ikatokea Simba akafungwa mechi zote zilizosalia, alafu ikatokea Yanga akashinda mechi zake zote, Milude Hamdi atakuwa amekuwa na uwiano mzuri wa mechi za kushinda, lakini bado hajamfikia Fadlu Davis. Kwa hiyo kwangu mimi sijaona kocha Tanzania sasa hivi ambaye mpaka msimu utamalizika anakusanya pointi nyingi kwenye ligi kuliko Fadlu Davis. Sitaki kuongelea mambo ya Simba kujenga timu, naongelea performance yake kama mwalimu kwa muda alokaa kwenye club. Fadlu Davis anastahili kwa kocha bora wa msimu huu. Ni kama ambavyo ingetokea kwa mfano Mpanzo angekuwa ameanza msimu, ningeweza kumuingiza kwenye orodha wachezaji wanaowania tuzo mchezaji bora wa msimu, lakini kwa sababu amekuja hapo katikati kwa muda ambao amecheza, bado hautoshi kumuunganisha na wachezaji wengi ambao walianza ligi tangu mwanzo. Mpanzo amekuwa na performance nzuri kuliko wachezaji wengi aliowakuta kwenye ligi na hata wengine ndani ya Simba, lakini hiyo haimfanyi yeye moja kwa moja ingie kwenye orodha watu ambao wanaweza wakawapa chapua wanachukua tuzo mchezaji bora wa msimu. Lakini angekuwa amekuja mwanzoni, at least ningeweza kumcompare na wachezaji wengine, lakini so far mimi naamini kwa kocha ambaye mimi naamini anastahili kwa bora kwenye msimu, haiwezekani ikawa ngumu kiasi hicho kwenda kuiongoza Simba kwenye mechi dhidi ya Singida. Either wamepoteza au wameshinda. Mimi najua Simba mechi yao dhidi ya Singida wanacheza kutokana na kikao.
Yaani leo watakapokuwa wanakunywa chai saa 4 ndio watakuwa wanaiangalia Singida hivi inachezaje. Wachezaji wao hatari ni kina nani, tunatakiwa kucheza nao vipi. Singida sisi wanatujua. Yaani Simba anajua Singida, anamfahamu Simba kwamba ana Mpanzu, ana Kibu, ana Mutale. Ndio wachezaji ambao sasa hivi wamekuwa hot cake kwa Simba. Kwa hiyo Simba nao wanajua tunatakiwa kujitengeneza vipi tuingie tukawape surprise Singida kwenye mechi ya leo. Wasije wakatujua tutacheza kama ambavyo wametuzoea kutuona tunacheza. Kwa hiyo mimi naamini kocha bora wa msimu huu anaenda kuiandaa timu kucheza dhidi ya Singida nzuri, ambayo pia mimi naamini inawezekana wakawa wamerelax kwa sababu tu wamegarantii tayari wana nafasi za kombe la shirikisho msimu ujao. Lakini mimi naamini timu inayofundishwa na kocha bora wa msimu inaenda kuwapa mechi ngumu Singida Black Stars leo. Sawa, saa 1 dakika 34 yuko hapa Mshue na LG na Pizza na Gift wako hapa. Hapa vipi? Hapo jambo lipo hapa? Mshua. Jambo au tufanye huko, tumalize huko. Malizeni huko. Sawa, hamna shida. Tunaweza kumaliza wakati tunawapa maelekezo watu wachukue fedha zao. Sawa, na kuna pesa tayari zimeshatoka. Kwa hiyo kilichobakia ni kuweza kumpigia mmoja ya wawakilishi, lakini unaweza kuwa unatamani kushiriki. Namna ya kushiriki ni kwenda kwenye menyu yako ya malipo. Ukishaingia kwenye menyu yako ya malipo unalipa bill kwenda namba ya kampuni ama namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 333 au neno bongo. Kiasi cha pesa ni shilingi 1000 pekee. Kisha unaweka namba ya siri. Inaweza kukuhitaji ubonyeze moja ili kuthibitisha unakuwa umetisha, unakuwa umeshashiriki. Kushiriki ni mara moja pekee, lakini kama unahitaji unaweza kushiriki mara 2, mara 3, mara 4, mara 5 kwa kuweka buku. Kama una 5000 cheza mara 5. Kumbuka hairuhusiwi kucheza kwa wenye umri chini ya miaka 18. Usichelewe hapo. Kwa hiyo vipi pita huko mtambo unasemaje? Huko jambo tayari. Nikuweke kwenye mfumo hapo. Unaweza kuweka hapa ili kusudi uruke na watu. Turuke na mwakilishi mmoja wapo ili kusudi aweze kutuambia anajisikiaje baada ya kubahatika kushinda asubuhi ya leo. Mzigo tayari kwenye mfumo. Basi umeshatisha. Pap na mimi sasa ndo nakwenda hapa kumtafuta mmoja kati ya washindi ambao wameibadilisha asubuhi yao na kuwa ni miongoni mwa asubuhi bora, kwa sababu hakuna asubuhi ambayo huwa inanoga kama ukiwa tayari mfukoni mambo yanasomeka, la sivyo mahangaiko yanakuwa mengi kuanzia moyoni mpaka kwenye heka za kona tukona. Naita namna hiyo hivi. Kisana yule kwako ni tabasam au ni tabasamu? Utalagash. Sasa Kiswahili hicho akatusafirisha katoka Morocco juzi. Kiswahili iko. Kujifunza tu. Hiyo hata kama ni Kiswahili lakini lazima wametoa hiyo. Kutoka huko ulikotoka. Naona tajiri amerelax, hataki kushika sehemu. Hivi twende tukajifunze Morocco. Nini sasa wanataka kujifunza? Wanataka kujifunza nini? Wanachezaje finali? Timu za Morocco ni miongoni mwa timu ambazo wanachezaje finali. Sasa kama msijifunze zinafika sana finali ndio bingwa mara nyingi. Sibora kujifunza mjifunze kwa ahadi. Zipo nyingi, mimi si ndio nimechagua kwamba Tanzania timu za hapa zikajifunze Morocco. Timu gani? Sivyo bahati huyo mtu wa kwanza hapa apokee, lakini tutaendelea kutafuta kuanzia za taifa mpaka za vilabu. Kwa sababu wana rekodi ya kombe la dunia Morocco. No. Tutaendelea kumtafuta mwakilishi hapa, nitakayempata tunaruka naye. Sawa. Haya, tukiwa tunamalizia hili, Seleman Matola iko hapa ndani na amezungumza